Bwana Yesu asifiwe, watazamaji mnaofuatilia mtandao wa This Way Ministry. Kwa sasa niko Mbulu West ama Wiltro, Ngongoni, Malindi, Kilifi County. Hapa ndipo niko na nimeweza kuwa nikiwahudumia wanafunzi kwa muda. Kwa sasa wako nyumbani kwa sababu wameweza kufunga shule na wakaweza kuenda likizo. Kwa hivyo siku ya leo na wakaribisha asubuhi ya leo tuweze kujifunza historia ya kuhusiana na neno la Mungu, kwa yale ambayo Mungu atatujalia kusikia asubuhi ya leo. Ningeomba tuweze kuanza na maombi ili tuweze kuendelea. Baba yetu mpendwa, asante kwa yote ambayo umetutendea, asante kwa afya njema, asante kwa ulinzi uliotupea asubuhi ya leo. Asante kwa hali ya anga nzuri ambayo umeweza kutukirimia Mfalme. Zidi kuonekania wana wako, uzidi kutuandaa kwa ajili ya marejeo. Wakati unaporejea mara ya pili tuweze kukulaki Mfalme. Tusaidie kushinda hatari ya kila namna iliyoko mbele yetu, na ni kupitia jina kuu la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Asubuhi ya leo tutaweza kuangalia historia ya maandiko haya ambayo yameweza kukusanywa katika kitabu hiki cha Biblia. Biblia, jina Biblia ni jina ambalo linamaanisha mkusanyiko wa vitabu. Sasa Biblia, ukisikia kitabu hiki kinaitwa Biblia, Biblia ni kumaanisha mkusanyiko wa vitabu. Sasa vitabu hivi nani walivyoviandika? Waliandika kwa uwezo wa nani? Na viliandikwa lini? Na waandishi ni akina nani? Na ni vitabu kwa hivyo tutaweza kuanza na kitabu kile cha Petro wa pili. Kitabu cha Petro wa pili 1 mstari wa 20 na 21. Kitabu cha Petro wa pili, Second Peter chapter 1 verse 20 nasema, zaidi ya yote yawapasa mjue kwamba hakuna unabii katika maandiko uliofasiriwa kama kama alivyopenda nabii mwenyewe. Mstari 21. Kwa maana unabii haukuja kamwe kwa mapenzi ya mwanadamu, bali watu waliyanena yaliyotoka kwa Mungu wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Kwa hivyo tunaona maandiko haya hakuna yeyote aliyoandika mambo yake mwenyewe, bali waliweza kuyaandika wakiwezeshwa kwa Roho Mtakatifu. Kitabu ningeomba tuweze kuingia kitabu cha Timotheo wa pili 3 mstari wa 16. Kitabu hicho cha Petro ambacho tumeweza kusoma kitabu cha Petro. Tumeweza kusoma Petro wa pili 1 mstari wa 19. Na hiki kitabu nani alichokiandika na kiliweza kuandikiwa sehemu gani? Hiki kitabu cha Petro, mwandishi ambaye aliandika kitabu hiki anaitwa Petro. Petro ndiye mwandishi alichokiandika kitabu hiki na alikuwa mwanafunzi wa Kristo. Na kitabu hiki Petro aliweza kukiandikia wapi? Kitabu hiki kiliweza kuandikiwa sehemu za Rumi. Huko ndipo kitabu hiki cha Petro kiliandikiwa, na kiliweza kuandikwa mwaka wa 67, yani 67 AD, yani baada ya Kristo. Hapo ndipo hiki kitabu cha Petro kiliweza kuandikwa, na mwandishi ni Petro, na kusudi na wahusika wa kitabu hiki ama wahusika wakuu ni Petro na Paulo. Hao wawili ndio ambao waliweza kuhusika katika kitabu hiki. Na kitabu hiki kiliandikwa kikiwa na kusudi gani? Kuwaonya Wakristo kuhusu walimu wa uongo.
tunaangalia tunaona hiki kitabu cha Petero kiliandikwa kikiwa na kusudi kuwaonya Wakristo kuhusiana na walimu wa uongo wanaojiingiza ndani ya kanisa na kuwahimiza kukua katika imani yao katika kumjua Kristo. Hiyo ndio kusudi ya hiki kitabu kiweze kuandikwa, na kitabu hiki kimeweza kutuelimisha kwamba wale ambao waliweza kuyaandika hawakuandika maneno yao, bali waliweza kuyaandika yale yaliyotoka katika kwa Mungu, wakiwezeshwa kwa Roho Mtakatifu. Kuna kitabu kingine ambacho nimeweza kuambia tunaenda kukisoma, kitabu kile cha Timotheo wa pili 3 mstari wa 16. Neno la Mungu linazidi kusema, kila andiko lenye uvuvio wa Mungu lafaa kwa mafundisho, kwa kuwaonya watu makosa yao, kwa kuwaongoza na kwa kuwafundisha katika haki. Ama kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho, kuwaonya watu, kuwaongoza, kuwaandivisha, ili mtu wa Mungu aweze kuwa kamili. Hiyo ni Timotheo wa pili 3 mstari wa 16. Sasa hiki kitabu cha Timotheo wa pili, ama Timotheo wa kwanza na Timotheo wa pili, nani mwandishi wa kitabu hiki? Mtume Paulo ndiye aliyehusika kuandika barua hii ama waraka huu. Mwandishi ni Paulo, ndiye aliyeandika kitabu hiki cha Timotheo. Na aliweza kukiandikia sehemu gani? Aliweza kukiandikia katika sehemu ya Rumi. Huko ndiko aliweza kuandikia hiki kitabu cha Timotheo. Na kitabu hiki cha Timotheo kiliweza kuandikwa mwaka gani? Kitabu cha Timotheo kiliweza kuandikwa mwaka wa 66 to 67 AD baada ya Kristo. Hiki kitabu wakati huo ndio kiliweza kuandikwa, na wahusika wakuu ama watu ambao waliweza kuhusika kwa sehemu kubwa katika kitabu hiki cha Timotheo ni mtu ambaye anaitwa Timotheo, Paulo, Luka na Mark, yani Marko. Hao watu ndio waliohusika kwa sehemu kubwa katika kitabu hiki cha Timotheo, na mwandishi tumeona ni Paulo. Na kusudi ya kitabu hiki cha Timotheo kuandikwa, kumpa maelekezo ya mwisho na kumtia moyo Timotheo, mchungaji wa kanisa la Efeso. Hilo ndilo lilikuwa kusudi ya waraka huu wa Timotheo kuandikwa. Na pia wakati tumeweza kuona kusudi ya hicho kitabu kiweze kuandikwa, pamoja na hayo ambayo tumeweza kusikia ni kumtia Timotheo, pamoja sisi leo tunatiwa moyo kupitia kitabu hiki. Kwa mujibu wa kitabu cha Warumi 15 mstari wa 4, nasema yote yaliyotangulia yaliandikwa ili kutufundisha sisi. Kwa hivyo tutaweza kusonga mbele. Tumeweza kuona kwamba na kitabu hiki ambacho nimeweza kukinukuu, kitabu cha Warumi 15, kitabu cha Warumi 15 mstari ni ule wa 4. Kitabu cha Warumi 15 mstari wa 4, neno la Mungu linasema, kwa maana kila kitu kilichoandikwa zamani kiliandikwa kutufundisha ili kwamba kwa saburi na faraja tunayopata katika maandiko tuwe na tumaini. Kwa hivyo tunaona yote yaliyotangulia kuandikwa yaliandikwa ili kutufundisha sisi. Sasa hiki kitabu cha Warumi, mwandishi ni nani? Ama yule ambaye aliongozwa na Roho wa Mungu ili aweze kukiandika ni nani? Hapa tunaona Paulo ndiye aliyehusika kuandika kitabu hiki akiongozwa na Roho wa Mungu. Na mahali alipoandikia kitabu hiki cha Warumi ni mahali kunaitwa Korintho. Na aliweza kukiandika mwaka gani? Aliweza kukiandika mwaka wa 57 baada ya Kristo, ama 57 AD.
wakati huo ndio aliweza kukiandika hiki kitabu cha Warumi. Na kitabu hiki cha Warumi, wahusika ama wale ambao walihusika katika kitabu hiki cha Warumi, wahusika wakuu, tunamuona ni mtu anayeitwa Paulo na waumini Warumi. Hao ndio waliohusika sehemu kubwa. Na kusudi ya kitabu hiki cha Warumi kuandikwa ni gani? Paulo kujitambulisha kwa kanisa la Rumi kwa ajili ya maandalizi ya safari yake, na pia ili kueleza kwa mtasari msingi wa mafundisho yake. Hapa tunaona kusudi la Paulo. Paulo alikuwa anajitambulisha katika kanisa la Warumi, kwa maana unaangalia Warumi, kanisa la ama katika sehemu za Rumi kuna baadhi ambao walikuwa na mkanganyiko. Kuna wale ambao walikuwa wamesikilia mafundisho ambayo hayakuwa ya msingi. Ndipo kwa maana unaona katika Paulo katika kitabu cha Warumi 14 mstari ni ule wa 5 na mstari wa 6. Paulo akijaribu kuingia ili kufikia watu hao. Unaona kitabu cha Warumi 14 mstari wa 5 inasema, ningependa kila mmoja wenu anene kitabu nimewaambia ni kitabu cha Warumi 14 mstari wa 5. Kitabu cha Warumi 14 mstari wa 5. Neno la Mungu linasema, mtu mmoja anaitukuza siku fulani kubwa ni bora kuliko nyingine, na mwingine aona kuwa siku zote ni sawa. Basi kila mtu awe na hakika na yale anayoamini. Awe na hakika na yale anayoyaamini. Hapa tunaangalia katika barua hii ama katika waraka huu, na tumeweza kuona Paulo ndiye aliweza kuongozwa kuandika waraka huu. Na aliweza kuandika waraka huu akiwa sehemu gani? Aliweza kuandika akiwa sehemu ya Korintho. Aliweza kuandika waraka huu ili akiandikia kanisa ambalo lilikuwa Rumi, kwa maana watu hao, kuna wale ambao wakati Yesu alipokuja akiwa kama Pasaka, kama wakati Yesu aliweza kutolewa kama Pasaka katika kitabu kile cha Wakorintho wa pili. Samani niweze kufika hapo kitabu cha Wakorintho, niangalie kama ni Wakorintho wa kwanza 5 mstari wa 7. Inasema hivi, ondoeni chachu ya kale ili mpate kuwa ndoge jipya lisilotiwa chachu, kama vile mlivyo, kwa maana Kristo mwana kondoo wetu wa Pasaka amekwisha tolewa kuwa dhabihu. Hapa katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza, 5 mstari wa 7. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza 5 mstari wa 7. Tunaangalia Yesu alikuwa ametolewa akiwa Pasaka, yani akiwa kama mwana kondoo ambaye aliweza kuwakilisha ile Pasaka iliyokuwa ikitolewa. Na sasa kanisa ambalo lilikuwa sehemu za Rumi, kuna mambo ambayo hawakuelewa. Sasa wengine waliweza kusikilia kwamba Pasaka wataendelea kuchinja kondoo, na wengine waliamini kwamba Kristo akiwa amekufa Pasaka wao ameweza ama Kristo ambaye ndiye aliweza kuwa ndiye kondoo wa mwisho, kwa mujibu wa Yohana 1 mstari wa 29.
Kabla niweze kuendelea, ningeweza kusabiri kitabu hiki cha Wakorintho ambacho nimenukuu kitabu cha Wakorintho wa kwanza 5 mstari wa 7. Na mwandishi wa kitabu hiki cha Wakorintho ni nani? Yule ambaye aliweza kukiandika, aliweza kuongozwa kuandika kitabu hiki ama waraka huu ni Paulo, ndiye mwandishi wa kitabu hiki cha Wakorintho. Na kitabu hiki cha Wakorintho aliweza kukiandikia akiwa sehemu gani? Aliweza kukiandikia akiwa sehemu ya Waefeso. Efeso ndio aliweza kuandika akiwa sehemu ya Waefeso. Na aliweza kuandika mwaka wa 55 baada ya Kristo. Huo ndio mwaka Paulo alioweza kuandika kitabu hiki cha waraka wa kwanza wa Korintho. Na kitabu hiki cha Wakorintho aliweza kukiandikia katika sehemu hiyo, na kusudi ya kitabu cha Wakorintho kuandikwa kuwasaisha makosa dhahiri katika kanisa la Korintho. Kuna makosa yalikuwa kanisa la Korintho, na ndiyo Paulo alikuwa akisaisha ama akijaribu kujaondoa ili aweze kuweka ukweli bayana, ili ukweli uweze kujulikana, na pia kuwaelimisha waumini jinsi ya kumtumikia Kristo katika jamii iliyokosa maadili. Tumeweza kuona kitabu cha Wakorintho, mwandishi ni Paulo, na aliweza kuandika mwaka wa 55. Wakati huo ndio aliweza kuandika kitabu hiki, na aliweza kukiandikia sehemu za Waefeso. Na kusudi ya kitabu cha Waefeso, kitabu cha Wakorintho kuandikwa, kiliweza kuandikwa ili kusahisha makosa yaliyokuwa katika kanisa la Wakorintho. Ndivyo kwa maana unaona kitabu cha Wakorintho wa kwanza 11 mstari wa 4 anasema kila mwanaume anapoutubu ama anaposali amefunika kichwa chake, yuaivisha kichwa chake. Mstari wa 14 unaona anasema maumbile yenyewe yawafundishi kwamba mwanaume akiwa na nywele ndefu ni aibu kwake. Paulo kusudi ya hiki kitabu cha Wakorintho kuandikwa, kiliandikwa kwa kusudi ya kusaisha makosa yaliyokuwa katika kanisa lile la Wakorintho. Na pia tuliweza kuona yale yote yaliyotangulia kuandikwa yaliandikwa ili kutufundisha sisi. Hata kanisa la leo linahitaji kusaishwa makosa yaliyoingia kanisani, yaliyoingizwa kwa njia ya mapokeo, yanahitaji kusaishwa kwa neno la Mungu. Tutaweza kusonga mbele na kuendelea. Tumeweza kuona maandiko haya yaliweza kuandikwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, na tukaweza kuona kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho. Kwa hivyo tukiangalia Agano Jipya, historia nyingine tunafaa kujua ni kwamba kitabu cha Wathesalonike na kitabu cha Mathayo ni kitabu kipi? Ningeweza kabla niweze kuendelea sana, ningeweza kuingia kitabu kile cha Wathesalonike wa kwanza. Wathesalonike wa kwanza 2 mstari wa 3 na mstari wa 4. Kitabu cha Wathesalonike wa kwanza 2 mstari wa 3 na mstari wa 4 inasema, kwa maana imizo letu alikutokana na ila wala nia mbaya au udanganyifu. Mstari wa 4, kinyume chake tulinena kama watu tuliokubaliwa na Mungu, tukakabidhiwa Injili. Sisi hatujaribu kuwapendeza wanadamu, bali kumpendeza Mungu, yeye atuchaguaye atuchunguzaye mawazo na ndani sana ya mioyo yetu.
Tunaona kusudi la kitabu cha tunaona kitabu cha Wathesalonike wa kwanza 2 mstari wa 3 na mstari wa 4. Tunaona mambo haya sio mambo yale ambayo yanayopendeza wanadamu. Sasa yaliweza kuja ili watu waweze kuonywa. Watu wakati wanapoonywa, wengine wanakasirika na wengine wanakataa kusikiliza. Kitabu hiki cha Wathesalonike kinatufundisha kwamba kuna maonyo haya yameweza kuandikwa, sio yale ambayo yanayopendeza wanadamu. Sasa kitabu hiki cha Wathesalonike ambacho nimeweza kunukuu, mwandishi ni nani aliweza kufunuliwa kitabu hiki kwa uweza wa Roho ili aweze kuandika maandishi haya? Tunaona ni mtume Paulo. Mtume Paulo ndiye aliweza kufunuliwa maandishi haya na akaweza kuyaandika kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Na aliweza kuandika hii waraka huu wa Wathesalonike katika sehemu gani? Aliweza kuandikia akiwa Korintho. Hapo ndipo aliweza kuandika waraka huu. Na aliandika waraka huu mwaka gani? Aliweza kuandika mwaka wa 51 baada ya Kristo. 51 AD ndio aliweza kuandika kitabu hiki cha Wathesalonike. Hiyo historia ndiyo inayojulisha kwamba kitabu hiki cha Wathesalonike kiliandikwa mwaka wa 51 baada ya Kristo na kiliandikiwa Korintho. Na kusudi ya kitabu hiki kuandikwa ni gani? Kitabu hiki cha Wathesalonike wa kwanza ambao tumeweza kuangalia, kitabu hiki cha Wathesalonike wa kwanza, kusudi ya kuandikwa kwake ni gani? Kuwaimarisha Wakristo wa Thesalonike katika imani yao na kuwapa hakikisho kuhusu kurudi kwa Yesu. Hiyo ndio kusudi ya kitabu hiki cha Wathesalonike kuandikwa. Wathesalonike wa kwanza kuandikwa, kiliandikwa kikiwa na kusudi ya kuwaimarisha Wakristo wa Thesalonike katika imani yao na kuwapa hakikisho kuhusu kurudi kwa Kristo, kuhusu kurudi kwa Yesu. Na hivyo ndivyo kwa maana hata leo tunahimizwa katika imani, tuweze kudumu katika imani na tuweze kuwa na uhakika kuwa Kristo atarudi. Kitabu cha Wathesalonike wa kwanza 4 mstari wa 16. Kitabu cha Wathesalonike wa kwanza 4 mstari wa 16 inasema hivi: kwa maana Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni akitoa amri kwa sauti kuu, pamoja na sauti ya malaika mkuu na sauti ya tarumbeta ya Mungu, na waliokufa wakiwa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Mstari wa 17, baada ya hilo sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili kumlaki Bwana hewani. Hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Kwa hiyo farijianeni kwa maneno haya. Hiki kitabu cha Wathesalonike tumeweza kuona kusudi ya kuandikwa ni kuweza kuwahimiza Wakristo waweze kuimarika katika imani na kuhakikishia kurudi kwa Kristo mara ya pili. Mungu atukuzwe kwa ajili ya neno lake. Kitabu hiki tumeona ndicho kiliweza kuanzia, ni kama ndio kiko na uwezekano hiki kitabu ndicho kiliweza kuanzia kuandikwa katika Agano Jipya. Kitabu cha kwanza kuandikwa ama kitabu cha kwanza kuandikwa ni kitabu cha Wathesalonike. Kiliandikwa mwaka wa 51 baada ya Kristo. Lakini kitabu cha Mathayo tuweze kuenda hicho kitabu cha Mathayo, kwa maana tunaona Mathayo 24 mstari wa 14. Matthew chapter 24 verse 15. Matthew chapter 24 verse 15. Matthew 24 verse 15 inasema hivi: Injili ya ufalme itahubiriwa ulimwenguni kote
kuwa ushuhuda kwa mataifa yote, ndipo mwisho utakapokuja. Na tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kuwa ushuhuda, na hapo ndipo mwisho utakapokuja. Hapa tunaangalia tunaona kwamba wakati injili ama habari njema itahubiriwa ulimwenguni kote, hapo ndipo ule mwisho utakapofika na Yesu ataweza kurudi. Kitabu hiki cha Mathayo kiliandikwa mwaka gani? Na mwandishi wa kitabu hiki cha Mathayo ni nani? Mwandishi wa kitabu hiki cha Mathayo na anaitwa Mathayo ama aitwaye Lawi kwa jina lingine. Yaani anaitwa Mathayo ama Lawi Mathayo. Hiyo ndiye mwandishi aliyeongozwa kwa roho wa Mungu. Aliweza kuongozwa na roho wa Mungu ili kuweza kuandika maandishi haya, na aliweza kuandika kwa uwezo ule ambao aliweza kuwezeshwa, kwa maana tuliweza kuona kitabu cha Petro wa pili 1:20-21 tukaweza kuona hakuna maandishi yaliyoletwa na nabii ama mwandishi ama wale walioyanena hawakunena mambo yao, walinena yale waliowezeshwa na Mungu. Ndivyo kwa maana Mathayo tunaona aliwezeshwa akaandika mambo haya, na aliweza kuyaandikia sehemu gani? Hiki kitabu cha Matthew kiliandikiwa sehemu ya Palestina. Hapo ndipo kitabu hiki cha Mathayo kiliweza kuandikiwa. Na kiliandikwa mwaka gani? Kiliandikwa mwaka wa 60 hadi mwaka wa 65, 60 AD to 65 AD baada ya Kristo, ama mwaka wa 60 kwenda mwaka wa 65 baada ya Kristo. Hapo ndipo kitabu hiki kiliweza kuandikwa, na kiliandikwa na Mathayo kwa uwezo ambao aliweza kuwezeshwa na Mungu akaweza kukiandika. Na kusudi ya kitabu hiki cha Mathayo kuandikwa ni gani? Kumtambulisha Yesu kwa Wayahudi kuwa ndiye Masia na pia mfalme wa milele. Yaani kitabu hiki ni cha kumtambulisha Yesu ndiye mtiwa mafuta, na pia kumtambulisha Yesu kwa Wayahudi kuwa ndiye Masihi na pia mfalme wa milele. Ni kwamba ukweli Wayahudi hawakuwa wanamfahamu huyu Yesu. Ndivyo kwa maana unaona wengine walikuwa na chuki. Kuna wengine walikuwa na chuki na Kristo kwa maana walimkataa. Na ndivyo kwa maana unaona hata wakati alipokufa, kwa mujibu wa Mathayo 28 mstari ule wa 11, wakati Yesu alipokufa na akafufuka, kuna baadhi ambao waliweza kulipa pesa kusema hayafufuka, kwa sababu wengine walikuwa chuki na yeye, hawakuwa wanataka kumwamini. Na tunaona kupitia kumwamini Kristo tunapata uzima wa milele. Ningeomba niweze kusoma andiko hili, Mathayo 28 mstari wa 11 kabla niweze kukamilisha.